Amen. Basi karibu ndugu mtazamaji katika kipindi hiki cha mahojiano. Tutakuwa tukijifunza kwa kujadiliana mambo muhimu katika Biblia, na jambo ambalo tutakwenda kujadili leo au kuizungumza leo ni umuhimu wa Roho Mtakatifu katika maisha ya muamini. Na hapa nipo na watu wa Mungu, niko na watumishi wa Mungu hapa ambao tutashirikiana kwa dakika chache kuangalia haya ambayo tunajifunza, umuhimu wa Roho Mtakatifu katika maisha ya muamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama unavyojua kwamba tunaelekea kwenye Pentekosti. Pentekosti ni zile siku 50 baada ya Pasaka au baada ya Yesu kufa. Kulikuwa na siku 50 ambapo kulikuwa na ujazo wa Roho Mtakatifu. Na sasa tunataka tuangalie kwa uchache kwa habari ya umuhimu. Nitasoma neno la Mungu hapa alafu tutakwenda kujadiliana. Katika kitabu cha Matendo ile sura ya 1 mstari wa 6 inasema hivi, mstari wa 6 mpaka wa 8. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, "Je, Bwana, wakati huu ndipo utakapowarudishia Israeli ufalme?" Akawaambia, mstari wa 7, akawaambia, "Si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoweka katika mamlaka yake mwenyewe." Mstari wa 8 ndio muhimu sana, ambao kuna pointi hapa. Anasema hivi, "Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi." Nataka tuangalie umuhimu wa Roho Mtakatifu katika maisha ya muamini. Umuhimu wa Roho Mtakatifu. Kwa nini tunaona kwamba ni umuhimu? Kuna umuhimu gani? Basi ninaye mtumishi wa Mungu hapa, atajitambulisha jina lake, alafu atachangia na kutuambia katika mambo ya muhimu kuhusu Roho Mtakatifu. Karibu. Amina. Kwa majina ninaitwa Featus Mpingwe Barunguza. Ni mshirika wa kanisa la Pentekoste. Kama mtumishi wa Mungu alivyozungumza mchungaji, kuna umuhimu mkubwa sana tunaposoma mstari huu wa 8 katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 8. "Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi." Bwana asifiwe sana. Amen. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, hili ni neno la maana sana. Ukisikia muumini ndio kanisa. Na je, kanisa linaongozwa na nini? Kanisa linaongozwa na hii nguvu ambayo imetajwa mahali hapa, Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kanisa kama kanisa lazima liwe na kitu ambacho ni mwongozo kwao na kinachowasimamia na kinachowapa maelekezo. Roho Mtakatifu amefanyika kuwa kama nguzo na kiongozi na njia, kwamba unaenda wapi, unatoka wapi na umefikia wapi na unataka kufanya nini. Hata katika maisha ya kawaida ya kibinadamu watu wanazungumza, kabla hujafanya neno tafakari. Maana yake neno utakalolifanya lina majawabu mawili, jema au baya. Lakini uzuri wa neno hili kwa sisi waumini, ndio kioo chetu, ndio kiongozi chetu katika maisha yetu tutakayoishi hapa duniani na katika safari yetu tulionayo kwa ajili ya kumwendea Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwamba Roho Mtakatifu ndiye kiongozi wetu, ndiye anayetupa nguvu, anayetusaidia kusonga mbele. Pia ninaye dada yangu hapa, mtumishi wa Mungu, tunaye hapa Betheli. Mtumishi wa Mungu, karibu sana. Asante. Majina yangu naitwa Lea na Moyo, ninaabudu Pentekoste. Ukisoma katika Matendo ya Mitume hiyo sura ya 2 inasema, hata ilipo sura ya 2 nitasoma, hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja. Hapa imezungumzia juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa kila muumini aliyeokoka, ambaye ameokoka, amebatizwa, anahitaji kuwa Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ni kiongozi, Roho Mtakatifu ni mwalimu. Roho Mtakatifu anakuongoza katika njia za katika maisha ya kiroho na maisha ya kimwili pia. Mfano, unaweza kutokea jambo baya, Roho Mtakatifu anakuambia hapa usifanye.
Ile ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakuongoza, pia ni mwalimu, anatufundisha katika njia zinazompendeza Mungu. Ukiendelea kusoma huko mbele huko, utajifunza na itaacha maana ya siku ya Pentekosti kama tulivyo na maadhimisho ya siku za mbele ya Pentekosti. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumeona kwamba mtumishi wa Mungu Lea anasema kwamba Pentekosti kuna umuhimu wake kwa Mkristo wa Kipentekosti kujazwa Roho Mtakatifu kwa sababu itamuongoza au Roho Mtakatifu atamuongoza katika maisha yake. Pia tunaye mtumishi wa Mungu mama yetu hapa, mama mzee wa kanisa. Karibu, atajitambulisha na pia atachangia na yeye. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa ajili ya leo ambayo ni njema, tumepata kibali na tuko mahali hapa kwa ajili ya majadiliano. Kwa jina naitwa Jeni Matia, muumini wa hapa kanisa la Betheli, kanisa la Pentekoste. Nami namshukuru Mungu kwa ajili ya mdahalo huu ambao tunajifunza ya kwamba kuhusu nguvu za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni kama kipawa. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ni kipawa cha mtu. Na tunaambiwa tujaze Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio kiongozi wetu. Tuna Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anakuongoza kwa kila kitu. Roho Mtakatifu yeye ni mwalimu. Yaani kile unapotembea ukijaza Roho Mtakatifu, kuna nguvu ya Roho Mtakatifu, na huwezi kutekeleka. Sababu yeye anatuongoza, yeye anatupigania. Kila tunapotembea Roho Mtakatifu anatuongoza. Kwa hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu, ukiwa umejazwa Roho Mtakatifu, yani ni mtu Roho Mtakatifu ni nguvu ya maana katika Ukristo wetu. Usipojaza Roho Mtakatifu, yani sasa na mtu ambaye anatembea hana mafuta au gari ambalo linatembea halina mafuta. Ukiishiwa Roho Mtakatifu sasa na gari ambalo halina mafuta barabarani unapotembea, lazima utakwama. Lakini ukijaza Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atakuwa anakuongoza kwa kila eneo ambalo unatembea au unafanya kazi ya Mungu. Sababu na Roho Mtakatifu ndiye anayetuongoza kwa kila eneo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi wakati kama mtazamaji ulivyosikia kwa baadhi ya watu wanaosema, ndugu zangu hapa wanaosema kwamba Roho Mtakatifu ni muhimu sana, kwamba anatuongoza, Roho Mtakatifu anatupasha habari, Roho Mtakatifu anatufundisha, Roho Mtakatifu anatupa nguvu, Roho Mtakatifu anatuambia hata mambo yajayo. Unajua kuna mtu mwingine anaweza kufunuliwa mambo yanayokuja, anaweza kutuambia kwamba kuna kitu kinatokea kwa njia ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Pia tunaye mzee wetu wa kanisa, mzee John. Nimpe nafasi naye pia achangie kwa dakika chache kwa habari ya umuhimu wa Roho Mtakatifu. Karibu. Tajitambulisha alafu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mimi binafsi kwa majina naitwa John Gabriel Ndiro. Ni muumini na pia ni mzee wa kanisa katika kanisa hili la Betheli Salasala. Katika kuchangia umuhimu wa Roho Mtakatifu, kwamba Roho Mtakatifu hutuwezesha kama Mkristo, kukuwezesha kwanza kujitambua kwamba wewe upo ndani ya Yesu. Kama maandiko yanavyosema ya kwamba kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 16, Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Kwa maana hiyo Roho Mtakatifu anakushuhudia ndani yako kwamba mimi ni mtoto wa Mungu. Anakupa ujasiri wa kutembea kwamba wewe ukiwa ndani ya Yesu na Roho Mtakatifu yuko pamoja na wewe, kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Unaweza ukatembea na ukafanya kazi ya Mungu, ukashirikiana na Mungu, kwa sababu Roho wa Mungu anakuwa ndani yako na anakuongoza kwa mnajili, kwa kuwa na marafiki, kwa kile ambacho unakwenda kukifanya. Roho Mtakatifu anakuongoza. Ndio faida ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Basi nikushukuru mtazamaji wangu kwa habari ya haya uliyosikia, kwamba umuhimu wa Roho Mtakatifu.
wakati tunapoelekea kusherekea sikukuu ya Pentekosti ambayo itakuwa ni tarehe 2 mpaka tarehe 8 mwezi wa 6, kukumbuka zile siku 50. Ni ya muhimu sana kwa kanisa la Mungu kuweza kufurahia na kusherekea na kukumbuka mwanzo au birthday ya kanisa. Pentecost ni birthday ya kanisa. Kwa hiyo kukumbuka kwamba kanisa lilizaliwa katika nguvu ya Roho Mtakatifu. Na pia hata Yesu alizaliwa kwa ajili ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kila kitu kinaanza katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana katika maisha yetu ya Kikristo, kwa sababu anatusaidia, anatupa hekima, anatupa ufahamu, anatuongoza na anatuhekimisha na anatuelimisha. Kwa hiyo ni kuombe wewe ambaye unatutazama na kufuatilia katika mtandao wetu, Mungu akubariki sana sana sana. Karibu mahali hapa Betheli sana na Mungu akubariki sana. Amen.